amekumbusha kitu kingine ambacho tutashuhudia tofauti na kwetu. Sisi huku kwenye madhhabi tumezoea kuita yetu, lakini mimi binafsi Maliki mwalimu wangu, Ahmad bin Hanbali mwalimu wangu, Abu Hanifa mwalimu wangu, na Shafi'i ni mwalimu wangu. Hivi nani mmoja wenu kama ataleta Imam Shafi'i akachanganywa na mashekhe wengine hapa akamwambia hai kampe mkono imamu wako, nani atakayeweza kwamba anamjua sana Shafi'i akaona ndio yule pale? Yani aje Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, kina Nawawi, kina nani, wewe utaambiwa nyinyi huku madhehebu yenu Shafi'ia, nenda kamsalimie imamu wako pale, wako 6 wale. Nani anayemjua Shafi'i? Hamna. Ni walimu wetu kwa ilmu zao tunanufaika, Allah warehemu au bariki au pepepo. Kwa hiyo sasa, lakini kwenye madhehebu ya Shafi'i maelezo ya jumla kwamba miongoni mwa vinavyotengua udhu ni kumgusa mwanamke ambaye si maharimu yake. Mtu amemgusa kwa bahati mbaya au kwa makusudi, kwa dhamira ya kupasha mwili au hapana, madam kamgusa ndio udhu haupo, na kule kuguswa ni kitu cha kawaida. Kama mtu atakwambia bana nenda msikitini mlewe mwanzo mpaka mwisho asikuguse kabisa mwanamke, ukitoka hapo ndio tukue yale 100 hizi, labda umdanganye. Kama utakuwa mkweli ni nadra sana. Sasa fatwa ilivyo ni kwa hiyo kuguswa na mwanamke ni kitu cha kawaida. Wewe utapata lawama ukikusudia, jaribu kukwepa, lakini uwezekano wa kugusa ni mkubwa kutokana na msongamano mkubwa. Sasa upande wa Shafi'ia wanahesabu kwamba mambo kama haya, wana lugha yao wanaita kule mimma ta'ummu bihi albalwa. Wao wanasema ikiwa Muislamu katika hali ya majanga, hizi kanuni za kawaida zote zina. Miongoni mwa vitu vingi, njiwa wako wengi sana katika viwanja vile vya Maka na Madina, mamilioni, hawana mwenyewe. Sasa inawezekana kabisa wewe ukiwa umeswali ukatap. Sasa kama huku itabidi ujioshe, kama kule inasamehewa, kwa sababu uwezekano wa kuwakwepa pia ni mdogo, na uwezekano wewe kuangushia kinyeshi ni mkubwa, sababu wako wengi mno ikiwa utaswali maeneo kama haya. Sasa na hili la kugusana mwanamke ambaye si maharimu, Shafi'ia wanalifananisha na hili, wanasema hiyo itakuwa ni bahati mbaya, udhu wako bado unao, endelea nao. Lakini pia mchanganyiko mbaya ndani ya swala, wanajitahidi wale kukwepesha, lakini unashindikana. Kwa mfano, msikiti wa Maka safu hatupangi kama tunapanga misikiti yetu hii. Tuko pamoja? Tushawahi kuiona ile dawa ya kufukuza mbu, mosquito coil. Ile inakaa na stendi yake, pana mahala pana kajitobo hivi. Sasa kile kijitobo kichukulie ndio Kaaba, na hizi ndio safu, ndio tunavokaa. Kama ingekuwa Kaaba sio ndefu, ingewezekana kabisa mimi ninaswali hapa na ielekea hapa, na yule ndugu yangu aliyoko kule mwisho anatazama huko, ingekuwa tunaonana pengine, ingewezekana. Kwa sababu wa haithu ma kuntum, na popote mtapokuwa duniani, fawallu wujuhakum, elekezeni nyuso zenu mnaposali, vifua vyenu, wujuhakum, na katika aya nyingine shatara, huko iliko Kaaba. Kwa hivyo mnaswali hapa hivi, mimi naelekea hapa, huyu hapa anaelekea hapa, wa pale anaelekea hapa, wa kule anaelekea hapa, tuko hivi. Sasa wakati mnafanya ibada ya tawafu, mnaizunguka hii Kaaba, wake kwa waume, kipindi ambacho si cha swala ya fardhi. Ikifikia swala ya fardhi, inakimiwa usimame hapo hapo uanze kuswali, sababu uwezo wa kutoka kwenye mduara huu huna. Kwa sababu hii miduara ya kuzunguka inawezekana iko hata 20-30. Wewe huna uwezo wa kujichomoa hapa ukajipange mahala pengine. Na ukajipanga wapi sasa? Wa hapa atakuangalia hapa, wa hapa atakuangalia hapa, wa hapa atakuangalia hapa. Sasa inawezekana wewe uko hapa yuko mwanamke, na wala humjui kabisa, ndio kwanza umemwona saa ile. Inawezekana hapa yuko mwanamke, ingawa wanajitahidi sana askari wale
muda kabla ya sala ya haji, yalla lakini haiwi 100%. Kwa hivyo likikutokea hilo, chukulia kwamba mimi sina nia wala sina mpango na huyu shangazi, na niko hapa mimi na ibada yangu na Allah hatakuhukumu vibaya. Yani usije sasa ukakutana na hiyo hali kwa lolo, tutafanyaje hivi? Hapa tutafanya nini? Itakupita sala. Itakupita sala. Wewe hapo kasimama hapa, jifanye kama hakuna mtu. Kasimama hapa, imetokea bahati nzuri, imesadifu wanaume watupu, falillahi alhamdu wal minna. Lakini usije ukababaika kwa ndio tutafanyaje, na kule washasema walamsul mar'a al-ajnabiyya min ghairi ha'il, hiyo achana naye. Sisi tumeelewana? Vizuri. Hapo utasema kwa nyongeza hapo. Ndio bwana. Sijui nianzie. Anzia utakapojaliwa. Mbaya kwa ule mzunguko akawa amejikwaa na mwanamke. Akawa sasa ile samahani akawa amemkumbatia. Ile kila mmoja anamwomba mwenzake msamaha. Tuna mfano wa tukio hilo katika Ramadhani. Mtume sallallahu amesema idha shariba ahadukum au akala, iko riwaya na lafzi mbili. Mwezi wa Ramadhani umefunga, ikitokea mmoja wenu kajisahau, idha nasi ahadukum, akisahau mmoja wenu, fa akala au shariba, kala au kanywa katika Ramadhani, falyutimma sawma. Mtume sallallahu anasema aendelee na funga yake, haina mtatizo. Hata kama umekula sambusa 5 6, wala sikwambia mtu kusahau gani huko. Kusahau hakuna mipaka, kusahau ni kusahau. Aikwambia kusahau gani, mwambie ni kusahau kwa kutafuna sambusa 5. Kwa nini? Falyutimma sawma. Mtume anasema fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Fa innama, hakika si vinginevyo, hicho kilichotokea mpaka ukazitafuna sambusa 5 na hujakumbuka, at'amahu Allahu, Mungu ameamua kumlisha, wasaqahu. Na wewe ikakutokea umemkumbatia mtu, huna mpango naye kwa kweli huna dhambi, muombe radhi tu, asidhanie una nia mbaya, lakini hupati dhambi za kukumbatia maadamu kumetokana na kuteleza. Mungu mwenye kaona kuambulia angalau pale Maka na wewe. Tumeona mtu kakosa pa kusujudu, ikabidi aweke paji lake la uso kwenye mgongo wa mtu. Sasa je, ile swala ni vipi? Sheikh atatusaidia kutujibia hicho kitu. Lakini pia kuna huyo mgongo wake, hiyo mgongo alipoweka ni wa mwanamke. Hija umra ya mwaka huu ilikuwa ajabu sana, umra ya Ramadhani, kwa sababu wameingiza watu milioni 100 na kitu. Kwa hiyo hata tawafu ilikuwa ni kazi sana. Wanafunzi wa Imam Malik hawana shida. Wanafunzi wa Imam Malik wao wanasema neno sa'id, kullama ala wajhi al-ardh fahuwa sa'id, kila kilicho juu ya mgongo wa ardhi ni sa'id. Iwe plastiki, iwe ubao, iwe majani, iwe makaratasi. Kwa maana hiyo wao hawana shida. Tamam, sio lazima mchanga. Hata kitu wakifanya hivi wajua hichi madam kiko juu ya ardhi kinafaa. Tuje kwenye masala namba 1 ya kusujudi kwenye mgongo wa mtu. Wanasema mtu ikiwa katika mazingira ambayo hakuna namna, hawezi hata kikaa dakika 10, ima asimame tu kama mzigo uliosimamishwa, au asujudi kwenye mgongo wa mtu. Wapo ahli ilmu wanasema kama dharura ndio iliyomfikisha huko, sala yake itasihi, haijalishi mgongo wa mwanamke au wa mwanamume. Na wanasema sheria katika mazingira ya dharura, na ndio maana ikaitwa dharura, vitu vingi vile vya asili vinafumbiwa macho. Ndio maana tunaposwali katika dharura za kisafari, sisi kama chombo unachosafiria hakija move, kiko pale terminal,
basi unahirimia sala, we unaitafuta kibla muda ule tu. Lakini ikishaanza kusafari, kokote itakoelekea ndio kibla yako, kokote. Sheria inafumbia macho vitu vya namna hiyo. La, unaamini kwamba kwa namna alivyokaa huyu, maana kuna wakati mwingine unaweza ukapishanisha, yeye kaweka hivi ndio unakosa pa kusujudia, pengine akirudi hivi akijiweka sawa unapata. Sheria hapo inakuruhusu uchelewe kidogo kumfuata imam, lakini usubiri hiyo space ambayo unaweza ukaipata. Kwa mfano mtu pengine anaposujudi hivi na wewe ukasujudi kwa wakati ule, ndio unakosa kabisa na mahali pa kusujudi. Lakini kama utamsubiri akae kitako, mgongo sasa umekosa kuchukua nafasi ndefu, akiamua kwa kitako hivi kurudi Allahu Akbar, wewe utapata nafasi ya kusujudi. Kama itakuwa ni hivyo, ushauri wa kwanza wa kisheria, bora upishane na imamu kufuata hatua zote, lakini subiri huu mwanya atakaokupa jirani yako wa kuwezesha kusujudi ardhini au kwenye musalla. Lakini unaona hata nikisubiri sipati muda huo, basi mweke mgongoni. Na pengine kama alifanya uchoyo, manake mwingine anajitanua sana, na hii ni somo jingine hata kwenye safu zetu. Utakuta mtu mwingine pale mnapokaa hivi restau, yeye anategesha hivi kama poti, kama yani hataki swala. Wakati inapoendelea utakuta anajirudisha katika hali ya kawaida, anaacha fajwa, uwazi mkubwa usio kutumika. Sasa na sujudi kwa huyo mtu, na huenda pengine huyo mtu akiona kero anaweza kutafuta namna ya kuadjust mbele akakuachia, maana wengine wanajinafasi mno. Lakini kisheria ahlul ilmu wasema hiyo itachukuliwa kama ni jambo la dharura, na mambo ya dharura yanafanywa kwa kulingana na udharura wake. Ukisema itakuwaje wewe hivyo, wewe unataka iweje? Sheria itabidi ihoji, wewe unataka iweje? Sisi tunasema iwe letu lipi pia litupeleka hapo? Kusujudi kwenye mgongo. Basi nafikiri yakija mwingine tutashughulikia kwa wakati wake. Inshallah.